Brothers and sisters, wadai kwa wadaiwa, mabibi na mabausa, ni Millard Ayo, Yahya Njenge pamoja na Video Vidox kwenye Countdown ya Amplifier kama dawa, na leo in the house, in the building tonight, the one and only Champez, Hassan Mwakinyo. Yo. Brother Mwakinyo. Yes sir. Yes, mambo vipi my brother? Fresh sana. Mambo yanaendaje? Alhamdulillah, super strong. Okay, bana, kwanza pole na safari. Asante sana brother. Ivory Coast ilikuwaje bana? Experience, ndio mara kwa kwanza unakwenda Ivory Coast Ndio mara ya kwanza katika umri wangu wa maisha ya boxing. Sababu nafikiri bila ya boxing nisingekuwa na sababu nyingine ya kufanya nisafiri hizo nchi. Yeah. So ni mara yangu ya kwanza. Okay. Experience ilikuwaje? Mara ya kwanza ndo unaingia Ivory Coast, vitu gani umeviona vya tofauti? Vitu gani umevipenda? Vitu gani vilikukata steam? Jina kubwa sana la nchi, lakini wana airport ndogo sana kuliko hata ya Tanga. Kweli? Yes. Na kilichoboa zaidi ni kwamba wakati tunatua pale Abidjan, ndege yetu ilibeba mahujaji ambao walikuwa wanatoka umra kama 600 hivi na kitu. Kwa plus na sisi wageni tulikuwa airport, tukuna watu sio chini ya 800 au 1000, alafu wale immigration walikuwa kama wawili wanaohudumia watu. Yani mmoja kwa ajili ya watu ambao ni wenyeji wa pale, wenye passport za pale, citizen. Yeah. Alafu kuna sisi wageni. Kwa hiyo ilituchukua karibia masaa 2 na kidogo kumaliza mchakato wa kutoka nje ya airport. Jambo ambalo limenikwaza na sitegemei kukutana nalo tena kwenye maisha yangu. Yes. Ilibidi mchukue muda mrefu ya airport pale. Vibaya sana. Wali na watu kwenye mood. Tunaona wasanii wengine wakiwa wanakuja Tanzania wakikutana na changamoto yoyote airport, wanaona wanakasirika, na wengine hata sound check hawafanya, wanasema mliniharibia moods na ratiba zangu pale airport. Yeah. Of course inachosha kwa sababu pia na jambo nililoliendea. Maana fadhali ningelikuwa nimeenda kwenye show ya kumsindikiza mtu, ningesema nitapata muda wa kupumzika, lakini ninachosha mwili na nilikuwa naenda kwenye kazi ngumu ya kuchosha mwili. Yes. Na kwa experience yako, mataifa mbalimbali ambao umesafiri kwa ajili ya boxing, hujawahi kukutana na hali ya namna hiyo? Sijawahi kukutana nayo, lakini mara nyingi zinatokea. Ikiwa unajua boxing ni siasa, ina siasa nyingi sana. Yes. Sasa kwanza nishukuru kupata hii opportunity leo ya kusema na Watanzania, shabiki wenzangu. Nothing much, it's just appreciation and the emotion supportive kwa kilichotokea kuumiza watu. Nafikiri nimepoteza pambano langu la hivi karibuni na imeumiza watu wengi na imefurahisha watu wengi pia. Sasa kuchukua hii opportunity ya kuzungumza na watu leo, sitaki ichukuliwe kama nahalalisha kuwa kilichotokea sio kosa au sijapoteza pambano, kwa sababu nafikiri kuna watu watasema Mwakinyo anajitetea kusema labda kuna propaganda zimefanyika na nini. Naomba nitakachokuwa nazungumza hapa kichukuliwe ni kama mawaidha ya mufti. Anavyoelezea kwamba kuna pepo na moto. Kwa hiyo ni wajibu wako kusikiliza. Unaweza ukachukua kufanyia kazi ukawa mtu mwema, au ukaacha ukaendelea kuwa mtu mbaya. So nitasema ambaye itamgusa na ambaye haitamgusa. Kwa hiyo usisemi hivi kutengeneza kwamba nimejaribu kubalance story kwa kilichotokea. Ni uhalisia kwa tumepoteza pambano na ni matokeo ya kawaida katika mchezo. Kwa hivyo na penda kuwa kimya anapokuwa anatokea mambo yanayoleta taharuki, lakini siamini kuwa kila watu wanastahili ukimya wangu, kwa sababu kuna watu wamepata hasara sana, kuna watu wameshindwa kulala, kuna watu walishindwa kuswali siku ile, kuna watu walishindwa kula. Niliyapokea ni matokeo ya kupoteza fight, lakini kuna watu hawajayapokea. Kwa hiyo kukaa kimya kwa nyamazia watu wana hiyo isingekuwa sawa, kwa sababu mimi support yangu kubwa ni ya watu. Umeelewa? Sio baadhi ya mamlaka au organization maalum, sijui kama unanielewa. Yeah. Kwa hiyo wale ndio wenzangu wa nyakati zote, na nashindwa kunyamaza napotokea mambo ya namna kama hii. Tanga kule na matawi mimi ya Mogadishu mengi sana. Vijana bodaboda ambao mtaji yao ni midogo, wanaweza kununua majenereta wakai kama projector kufanya pambano langu lionekane la mkoa. Mbeya watu wamefanya hivyo na sehemu nyingine tofauti. Haya ni mapenzi ambayo sina kiasi chochote cha pesa naweza kuwalipa wa watu, zaidi ya kuonyesha kuwa naumia jinsi wanavyoumia na napaswa kusema wanapohitaji kunisikia. Yeah.
Sawa. So kabla mjaenda kwenye details zaidi za kwenye ulingo au kwenye pambano. Yes, Unasema ni kama ulianza kuwa na siku isiyo nzuri kuanzia unatoka airport au kuanzia unafika airport. Baada ya pale ilikuwaje? Kwenda kufika hotelini, kwenye maandalizi? Tulichukua almost masaa 2 na kidogo kutoka airport nje. Alafu tulipofika nje pale, changamoto nyingine ikawa kupata mwenyeji wetu wa kuja kutuchukua hayupo. Sasa kuna kitu kimoja nilikuja kujua baadaye kwamba bondia ambaye nilikuwa napigana naye na yeye ndo alikuwa anahusika kuorganize ile pambano. Yaani ni kama amejiandalia mwenyewe, lakini ile promotion ilikuwa kama kivuli. Kwa hiyo nilipaniki sana kuona kwa nimekaa muda mrefu nje bila kuja kuchukuliwa na wenyeji wetu. Lakini sasa nilivyoelewa ile situation, kwa sababu nimewahi kufanya baadhi ya mapambano Dar es Salaam mwenyewe. Kwa hiyo nilielewa ile stress yake, nikawa mpole, lakini bado ikawa too much. Na nikawaambia wale watu wangu kama tujaribuni kuwa calm, kwa sababu inawezekana hivi vitu vinatengenezwa ili tupaniki tutoke mchezoni na vitu kama hivyo. Kwa tukasubiri pale, baada ya kama lisali moja na kidogo, tena masaa 2 kasoro, piga simu za matusi sana, kuona muda unaenda, basi watuambie hata location ya hoteli ili tuchukue taxi, tutajilipia wenyewe na vitu kama hivyo. Hapo mlikuwa hamjui jina la hoteli kabisa? Hatujui jina la hoteli. Baadaye tukapata binti mmoja, nilitumiwa namba yake ya simu, tukaomba wale jamaa airport pale wampigie, tukampata. Na yeye ni mara yake ya kwanza, sasa sijui ilikuwa amesetiwa au ni mara yake ya kwanza, kwa sababu unajua boxing nayo ina siasa nyingi. Kwa hiyo yule dada alikuwa na majina yetu. Kawaida ukiwa unatoka labda Russia, Uingereza, wapi, watu hawakujui, yule agent wa hoteli anapotumwa anashika bango hivi, Hassan Mwikinyo Junior. Kwa hiyo ukitoka tu unaona jina langu na mface. Sasa yule alikuwa na mabango yenye majina yetu alafu kayakunja. Sasa angetujua vipi? Umeelewa? Lakini baadaye akatuomba radhi na nini, lakini nilikuwa nimechukia sana na nimechoka kwa sababu safari ilikuwa ndefu sana. Kama tumeenda na punda sio ndege, kama unavyojua Ethiopia ndege zao jinsi zinavyokuwa. Kwa hiyo ilikuwa safari ngumu sana. Basi tulipoonana naye tena, usafiri hana, akawa anasubiri dereva aje. Kwa hiyo tukachukua karibia nusu saa nyingine sisi na yeye kusubiri usafiri. Kwa hiyo nikawa nimechukia sana ile safari, nusura kumpiga makofi yule dada. Maana kiwango changu cha sura kilikuwa kimefika mwisho. Basi baadaye taxi kaja, tukapelekwa hotelini. Yaani kutoka airport na hotelini nilikuwa najinyoosha kwenye gari hivi, sijashusha mikono, tushafika. Yaani kwamba alikuwa na uwezo wa kusema ule muda wote tulosubiri tunaweza kuburuza mabegi tu tukaenda. Hoteli iko jirani kabisa na airport. Kwa hiyo ndio ilinikata sana. Okay, kwa mwingine ambaye atasikia anaweza kujiuliza maswali, huwa kwenye hizi boxing za international kama hizo waga mnaga utaratibu mwingine labda vile vyama vyenu vikubwa kwenye usimamizi, mfano kwenye football ama michezo mingine, watu wanasimamia ni wale ambao wanakuwa wameandaa, kama ni kafu, kama ni nani, kwa unapofika kila kitu kinakuwa uangalizi juu yao. Kwenye hiyo ilikuwaje kwa upande wao? Pidox, unajua kwenye boxing watu wanabidi wao wananisikiliza sana. Inawezekana isiwe kwenye pati ya ushabiki, lakini katika vile ambavyo navielewa vinavyofanyika katika upande huo. Tukizungumzia federation kama za mpira, wamepita watu wengi sana na amefanyika mambo mengi sana. Kwa hiyo mawazo yao yamekuwa mapana sana kimchezo na wanaelewa siasa nyingi zinazotokea uwanjani. Lakini kwa bahati mbaya Tanzania, kupata boxer aliyefika level yangu ni mimi, hawezi kuzungumziwa mwingine. Sijieki mahali tofauti na ambao walinitangulia, lakini kufika katika daraja hii ya kwamba unaweza kusafiri nje ya nchi na watu 4 5 haijawahi kutokea kwa mtu mwingine isipokuwa ni mimi ndo nimeweza kufanya hivyo. Na pia wamecheza watu mashirikisho ya mikanda mikubwa kabla yangu. Lakini nafikiri hawajakutana na ratiba na utaratibu ambao uko sasa, ambao hawali ulikuwa haupo. Ni kutake riski sana kutoka kupigana abroad na mtu nyumbani kwao. Japo organization zinakuwepo, lakini zinazosimamia organization ni za mikanda ile tunayopigania. Wale ndo wanakuwepo pale, lakini pia hawawezi ku 100% upande wako, kwa sababu ni hela nyingi sana watu wana invest. Kwa hiyo na hilo ni somo limeniingia. Unajua kuna kitu kama Simba, Yanga, wakiwa wanasafiri kwenda nje, kuna watu kama wakina Ahmed Ali, wakina Ali Kamwe wanaelewa. Kuna mtu mmoja anaitwa Abasi Ali, huwa wanasafiri sometimes wanaenda kwenye hoteli atakayofikia timu, watajua cha kufanya na nini na nini. Kwa nafikiri yale ni makosa ya awali ambayo
mimi niliyafanya na timu yangu bila kujua yaliyopelekea pengine labda matokeo yasiwe mazuri kwenye fight. Okay. Nitaielezea kwa undani kidogo ambapo inawezekana isiwe hivyo ninavyoelezea kwa sababu mimi ni binadamu na nina hisia, lakini nimekuwa ni katika watu ambao naheshimu sana hisia zangu zinaponiamrisha juu ya kitu. Kwa sababu naamini hisia zinaona zaidi ya macho. Umeelewa? Hisia ni sauti ya Mungu. Sasa inawezekana nitakachokizungumza kisihusiane na uhalisia na watu wasikieke kwamba najitetea. Ni kweli nimepoteza, ikiwa kama kuna watu ilikuwa ni furaha yao kuona nimepoteza pambano na wameandaa chakula cha mchana, wale wasiairishe kwa kuiona hii interview, waendelee kula, kwa sababu ni kweli nimepoteza pambano. Lakini nitakachokiongea hapa maana yake ni kama nilivyosema, Mufti akisema kuna pepo kuna moto, maana yake utachagua kuwa mtu mwema au mtu mbaya, lakini lengo ni kusikiliza ikiwa utaona kuna haja. Tumeingia pale tukafanywa registration za hoteli na kila mtu akapewa chumba chake na room namba yake. Na mkataba unasema kwa siku kila mtu mmoja atatumia euro 50. Okay. Kwa ajili ya chakula na kadhalika. Tofauti na malazi. Yes. Hoteli yenyewe ni 5-star hotel. So 5-star hotel kwa euro 50 kwa siku ni sawa sawa na kula madafu mawili. Kwa sababu ni hela ndogo sana. Yeah. Kwa hiyo asubuhi ukiwahi kuamka buffet inakuwa pamoja, ile chakula cha asubuhi kinakuwa free, lakini euro 50 ni kama $55 hivi. Kwa sasa T-shillings naona. Yes. Ambapo kwa matumizi yangu ya kawaida mimi naweza nikawa sina, lakini sile hivyo. Umeelewa? Kwa hiyo tukawa tunapewa chakula ile asubuhi, yani wali vijiko 3 vya chai, wali ambao yani nikisema ni ule kwa mkono hivi ni naonekana mlafi, yani kwa sababu nitapiga mara moja tu, umeelewa? Alafu na kuku kiasi kidogo. Lakini jambo ambalo lilikuwa linanitafakurisha sana kama binadamu ni kwamba ilikuwa kila asubuhi ikifika tunakutana na promoter wa pambano, meneja wa mtu ambaye anakwenda kupigana naye, na watu wengine wanakuwa kwa reception kila siku asubuhi. Wako pale. Yani wao walishatukabidhi sisi pale, kwa ninavyojua sisi promoter akishakabidhi sehemu watu na utaratibu wa chakula kishaweka, hatakiwi kujali tena kuhusiana na wao. Umeelewa? Sasa mimi ikawa inanifikirisha, mimi ni katika aina ya watu ambao mawazo yangu yanapenda kutangulia mbele sana kwenye vitu kabla havijatokea. Sasa wanafanya nini hawa hapa kila siku? Ikiwa sisi wameshatukabidhisha na nini? Ikawa inanifikirisha, lakini nikaona fresh. Tukapiga siku ya kwanza, ya pili, ya tatu. Lakini mwili wangu ulikuwa una uchovu sana. Nikiwa nafanya mazoezi nasikia yani nimechoka kuliko kawaida. Nika najiuliza, jamani, hivi nasikia uchovu mimi peke yangu au na nyinyi wenzangu mnasikia uchovu? Kwa sababu inawezekana ni safari ndefu, lakini mimi nishasafiri safari ndefu zaidi ya hiyo, ila nikilala siku moja nikiamka siku ya pili naweza kuendelea na vitu vyangu. Watu wakaniambia inawezekana uchovu na nini. Nikasema okay, sawa basi fresh. Sasa asubuhi tunakuwa na tour zile, bwana, labda leo tunaenda kwenye press conference. Anakuja dereva pale fulani big, hey Mwakinyo, what's up, you good, are you okay, is everything okay? Naambia okay. Hey, you sure? Okay. Huyu vipi huyu? Mbona ananiuliza sana? Umeelewa? Kwa hiyo inanifikirisha. Umeelewa? Yani kama mtu anataka kumwambia najisikia nina mafua nini, sawa. Umeelewa? Kama anataka taarifa mbaya. Anataka taarifa mbaya. Sasa siku ya kwanza anauliza hivi, ya pili. Basi siku moja nimeamka hivi kama kesho ni siku ya kupima uzito nafikiri, alafu pambano. Nilivyokuwa nimeamka nikawa najiuliza nini maana ya watu kuwa na timu. Nikawa nasema, nikapata majibu kwamba kuwa na timu maana yake lazima uwe na watu ambao unajua vitu kiprotocol, faida yake na athari zake. Unaelewa? Kuna boxers wengine wakisafiri nchi za watu wakifika, mtu anaondoka na unga wake, anajipikia mwenyewe ugali na wapishi wake. Nini? Kuepusha kuna baadhi ya vitu visitokee. Kwa nini sisi tumeruhusu hii? Unaelewa? Lakini sawa. Unaelewa? Kwa sababu kama kutokea imeshatokea. Lakini sasa baadaye mimi nimetoka hapa nilikuwa na kilo 72, and contract ya fight ilikuwa ni kilo 72. Lakini mpaka nafika pale nina kilo 71. Kilo moja ilipungua kwa sababu ya urefu wa safari na unakuwa hauli vizuri. Kwa automatically ukisafiri umbali mrefu unapunguza weight bila wewe kujua. Kwa nilipofika pale
nikawa najaribu kula kufidia ile kilo iliyopotea. Lakini sasa kuna hali ilikuwa inanitokea ambayo sio ya kawaida. Nikipanda ngazi hivi naenda kwenye room yangu, nasikia miguu yangu inatetemeka sana. Yaani inanyongonyea kana kwamba nilikuwa na doji sifanyi mazoezi, labda natumia sana muda na mwanamke. Yaani nasikia hali ambayo sio ya kawaida. Nikisema hivi wachezaji wa mpira nafikiri watakuwa wananielewa. Yaani nasikia natetemeka sana. Niko weak. Nikamuita mmoja mtu wangu, nikamwambia mzee, kuna hali inanitokea kwenye mwili wangu dhaifu sana. Yaani kama itaendelea hivi mimi sitaweza kupigana. Unaelewa? Najisikia kuchoka ambako sio kwa kawaida. Yaani haijawahi kunitokea kwenye maisha yangu. Unaelewa? Akaniambia sawa, labda ni uchovu, tusikilizie. Kweli. Siku inayofuata tukatoka, kuna ndugu yangu yule wa Simba Basiali, aliniunganisha na kaka yetu mmoja anaitwa Eric, ni Mtanzania ambaye yuko kule. Ana kama miaka 10 hivi anafanya kazi African Bank. Okay. Moja katika watu wema sana ambao Mungu hajawahi kunikutanisha nao kwenye maisha yangu. Okay. Jamaa smart sijawahi kuona, nafikiri nikielezea sana nitakuwa nakosea sifa zake, lakini ni mtu mzuri sana, Mwenyezi Mungu amweke. Yule bwana akatupokea vizuri na nini, kaniambia bwana mimi niko kazini, lakini ukihitaji chochote kwa sababu wewe ni wa kwetu, niambie nitafanya kwa niaba yako. Sasa mimi nilivyoondoka Bongo nilisahau mouth guard ile ya kuweka mdomoni kuzuia meno yasivunjike kwenye fight. Nikamwambia jamaa, bwana nimeisahau, kuna mtu alitakiwa niletee airport lakini tumepishana. Sasa naomba kesho unipeleke nikatengeneze nyingine au nikanunue. Kwa hiyo wakati amenitoa tunaenda, niko kwenye gari, ali request niko kwenye gari hivi. Yeye iko mbele na dereva, mimi niko nyuma. Ananipigisha story, nasinzia sana. Yaani nasinzia kwamba namwacha anaongea akitarajia nimjibu mpaka naanguka yani hivi. Sasa hichi nini, mbona hii hali sio ya kawaida? Ikabidi tufike dukani tufanye tulichofanya, tukarudi nyumbani. Nikaenda zangu kulala hotelini. Nilipoingia hotelini kulala, ile hali ikaniuma zaidi. Nikawa nahisi labda ni chumba nitoke. Nikatoka nikaja kukaa nje. Nilikuwa na ustazi Saidi, nilisafiri naye, ustazi wangu mmoja hivi, mtu wangu karibu sana. Nikamwambia Saidi, wewe ni mwenzangu, tunaongea vitu vingi, sijawahi kuficha kwenye mambo mengi ambayo nayapitia hata katika maisha. Kuna hali naisikia mimi siwezi kupigana ile pambano. Kwa nini? Nikamwambia nahisi natetemeka sana, miguu haina nguvu. Lakini kadri ninavyozidi kuongea ile hali ndio inavyozidi kunichukua. Kwa hiyo nikapiga simu kwa watu wangu wa karibu, ikiwemo ndugu yangu huyo hapo Peter. Nimpigia simu, nikamwambia mzee, kuna 1 2 3 4 5. Nikampigia simu kakaangu Nyembera Patrick ambaye ni mwenyekiti wa chama cha ngumi sasa hivi wa mpito. Nikamweleza scenario jinsi ilivyo, ninavyojisikia na siwezi kupigana kama nitaendelea kwa hivyo. Akaniunga mkono 100%. Akaniambia bwana, unajua nchi inakutegemea, watu wanakuangalia na unaweza ukapigana ukapoteza kabisa reputation yako yote. Kwa hiyo sisi kama commission tutasimama na wewe, usipigane. Nikapigia simu watu wangu wa karibu wengi na wote wakanielewa kwa sababu huwa siwaangushi watu. Na siwaangushi watu kwa sababu pia bila mimi nilikuwa sijui kama Ivory Coast watu wanaenda na visa. Nilikuwa najua ni free country. Lakini baadaye promoter alinicheki Ijumaa akaniambia kwamba kunahitajika visa. Alafu Jumamosi ubalozi ufanye kazi, Jumapili ufanye kazi, ni Jumatatu na ukiomba Jumatatu masalani unaweza kuipata Jumatano. Kwa hiyo visa ni $150 hii visa. Lakini mimi nilihangaika nikapata connection ya mtu yuko kule Ivory Coast, akaniambia nitakusaidia visa za watu 5 lakini inabidi kila moja nikuchaji $500. Kwa sababu nilikuwa na shida na hilo pambano na nilikuwa najua umuhimu wake utaniweka wapi endapo nitafaulu. Nilitoa ile hela bila kujali. 2500. Kwa hiyo nilifanya yote kwa sababu ni kitu nilichokuwa nakielewa. Mind you, yule bondia niloenda kupigana naye ni bondia watu wamemjua baada ya kujua ninapambana naye. Lakini mimi namjua miaka mingi sana. And then tukifika hiyo pointi kuna baadhi ya details nitashare na wewe uwe kwa niaba ya Watanzania na utaniuliza maswali kuhusiana na hicho ambacho nitakueleza. Kwa sasa hali yangu mimi ikawa inaendelea kuwa mbaya. Ile ilikuwa ni kama saa 10-11. Nikaingia ndani saa 12 nikawa natetemeka kabisa kitandani. Kwa na kocha wangu mmoja nimesafiri naye Mbeya anaitwa Edgar Mwansaso, kaja pale kanishika miguu natetemeka. Akaniambia Hassan, utaweza kufight?
Nikamwambia sijioni hivyo kama nitaendelea kwa hivi. Lakini kuna mtu wangu mmoja anaitwa Muhammad, nilimpigia simu nikamweleza mimi sitaki kupigana, kuna 1 2 3. Mama akaniambia sana, mimi nakupenda sana. Na mimi ni katika watu wako wa kweli sana. Mimi nakushauri pigana. Kafe pale. Kwa sababu wewe una maadui wengi. Kwa hiyo ikitokea hautapigana inaweza kuwa mbaya sana kuliko unavyodhani. Alafu kutakuwa na zile kwamba kazoea apigani mapambano ya ndani, sasa imekuwa haogopi mpaka nje. Unajua waandishi wa habari wa Bongo walivyokuwa wajinga. Kwamba Makinyo bwana, ukicheza na mbwa unaenda naye chooni. Mapambano ya ndani utani kaanza pande ulingoni, sasa mpaka international. Kesho kuna kampuni kubwa inafikiria kufanya kazi na mimi, wataona kama ameweza kukataa pambano kama hili bila kujua yanayoendelea nyuma ni nini. Umeelewa? Itakuwaje? Makinyo afai bwana, anaweza kaamua tu asipigane kwa interest zake. Umeelewa? Jamaa akaniambia mimi nakushauri ndugu yangu, mimi nakupenda sana na najali future yako. Kafe ulingoni. Lakini pigana. Kwa kifupi ukapigana kwa shinikizo la watu na ushauri wa watu wako. No. Aliniambia hivyo, nikamwambia nimekusikia, lakini bado naendelea kutafakari. Sasa kilichokuwa kinanifanya nitafakari zaidi ni nini? Kilichokuwa kinanifanya nitafakari zaidi ni maisha ninayoishi. Nilipotoka na career yangu. Mimi nimekuwa ni bondia kioo cha watu wengi sana. Kuna watu wengi sana wanajifunza kutoka kwangu. And katika maisha kila safari lazima iwe na hatima yake. Umeelewa? Nilikuwa nawaza kama siku nikiandika kitabu cha safari yangu kiwe na hitimisho hicho kitabu, sio kiishie njiani aje kukimalizia mtu mwingine. Umeelewa? Nilivyokuwa na fikiria hayo, nikafikiria vipi kama nitashinda ile pambano. Lakini sioni mwili wangu kuwa katika huo tayari. Nikamwambia sawa, nimekuelewa kakangu, lakini ngoja nitafakari zaidi. Sasa mimi nikatafakari dola 2500. Nikisema nipoteze muda labda kufungua wifi niingie TikTok hivi. Naona maandalizi jinsi wanavyofanya mkoani Tanga, Mbeya, wapi watu wanatangaza pambano. Vipi nisipande ulingoni? Naweza nika nimeharibu pambano, lakini nikawa na excuse ambayo mwenye macho au masikio anaweza kuelewa. Naweza kumuita Millard tukasema tuzungumze kitu kwa niaba ya watu wakanielewa. Nikisema sipigani kuna mtu atataka hata kunisikia. Isingetokea hivyo. Basi mimi ikabidi sasa nilale, lakini nilivyokuwa nimelala nataka niamke kwa lengo la kwamba kesho inabidi nitafute nguvu kwa gharama yoyote nipigane ili nikapime uzito nipigane. Unaelewa? Basi nikalala, lakini ule ustazi akaniambia hebu ngoja niende kule ndani kwako, labda kuna kitu hakiko sawa. Akaenda. Alipoenda akaniambia bwana kuna kitu nimekinoti hakiko sawa. Maneno ya ustazi. Ananiambia kwenye mto wako kuna harufu kama perfume hivi. Ambapo nimejaribu kuangalia kwenye vyumba vya watu wengine hakuna hiyo harufu. Akati anasema maneno hayo tulikuwa na watu wengi kidogo. Kuna mtu akawa haamini, akasema hebu twende na mimi nikahakiki huyo kocha wangu wa Mbeya. Lakini wakati huo nilivyokuwa namwambia mimi najisikia vibaya, alikuwa ananiambia au labda unahofia game. Nikamwambia hapana, nisingekuwa nimelipa visa nije hapa. Kwa nini nilikuwa najua kuja kukutana na mtu ambaye simjui? Umeelewa? Sio free game. Basi labda nikufanyie maombi, mimi ni Mkristo. Nikamwambia sawa. Lakini kama sumu iko mwilini sidhani kama maombi yanaweza kusaidia, lazima tujue namna gani ya kufanya. Umeelewa? Basi wakaenda kule, wakanusa ule mto, akatoka. Tulikuwa na kocha mwingine Mfilipino naye alikuja na bondia Abdul Ubaya yule wa Bongo. Akanusa ule mto naye akaniambia kweli ina harufu. Lakini katika maajabu ya Mwenyezi Mungu huwezi kuamini, walilala wale jamaa ule usiku, asubuhi yake waliamka wote wanaumwa na wao. Okay. Kwa hiyo wakawa wanaelewa kile ninachokiongea mimi kilikuwa ni nini. Mlibadilishana sa chumba. Mimi nililala chumba cha ustazi akalala kule. Lakini ustazi saa 6 usiku alikuja kunigongea akaniambia siwezi kupumua vizuri. Naomba tulale wote. Lakini wale walionusa mto wote asubuhi waliamka wanaumwa, makoo yamekauka, hawahemi vizuri. Kocha akaniambia Hasani, na mimi naisikia ile hali ya kupanda ngazi huku miguu inaninyongonyea. Nikamwambia hamna, fanya maombi na wewe. Umeelewa? Wewe unaniambia nijifanyie maombi? Jiombee na wewe, Mungu atakusaidia. Umeelewa? Sasa kumekucha ikabidi niende
kupima uzito, ilikuwa ni siku ya kupima uzito. Tumeenda kupima uzito Millard. Nilikuwa na kilo 71 baada ya ile kilo 1 kupotea, lakini siku nimeenda kupima uzito pale nikatoka kilo 70.4. Na umepungua zaidi. Nimepungua zaidi. Umeelewa? Nikapima uzito nikasema labda hizi kilo zilizopotea ni kutokana na hivi nilivyokuwa najisikia. Kwa nikatoka hapo nikamtafuta yule kakaangu Eric ambaye tuliunganishwa naye kule. Nikamwambia bwana nitafutie drip. Nipige drip hata 3 nipate nguvu nikapigane. Kwa sababu pia hakutakuwa na maana ya career yangu kama sitapigana ile pambano. Naweza nisema nisipigane kwa sababu mkataba unasema kama bondia atakuwa hajisikii vizuri kutokupigana, unaofanya kazi pale ni mwili, sio mashine. Inabidi watu wakuelewe. Lakini kuna watu wananongwa sana Tanzania, wangeweza hata kuandika email ndo alivyo huyu, kashamfanyia promoter huyu na mapromoter wale wakatoa ushahidi wao, ikaja chama kikanifungia nisipate nafasi ya kupigana tena nje ya nchi. Vipi kama ningeshinda? Unaelewa? Vipi kama ningeshinda kwa sababu ripoti ile ya pambano nimeipokea miezi 4 kabla ya maandalizi. And ndio point ya msingi ambayo nilitaka wewe usaidiane pia upande wangu kwa ajili ya kuwakilisha wa Tanzania katika hichi ambacho nataka kukuonyesha. Sawa? Sasa tukaenda mjini kwanza, nikatafuta maji ya madafu kama 10 hivi. Maana waliniambia drip linachukua dakika 45 drip moja. Na mimi nilitaka drip 3. Kwa hiyo leo umepima uzito, kesho unapigana, unataka muda mrefu zaidi wa kupumzika. Kwa hiyo masaa 3 ni mengi sana kwa nje ya hoteli. Kwa hiyo nikamwambia basi nitafutie madafu. Nikanitafutia madafu kama 10-15 hivi, nikanywa maji ya madafu nini fresh. Nikafikiria sasa nimekaa peke yangu, maneno ya wale watu wote niliongea nao na saa zao na nini, watu wote pigana. Nikafikiria sana nongwa ya nchini kwetu huku na mambo yatakavyokuwa baada ya hapo, na nikawaza zaidi. Unajua mimi ni mtu ambaye sijali zaidi kuhusiana na watu ninapoamua kusimamia kitu changu. Kwa nilikuwa na uwezo wa kusema sipigani alafu dunia ingekuwa shwari sana. Lakini watu wanaonisupport mimi ni watu wengi ambao hawana, yani wanajinyima sana ili kufanya vitu kwa ajili yangu. Ningeweka katika hali gani wale? Nikawapigia simu washikaji zangu wote wa karibu. Ndugu yangu mmoja anaitwa Akida Sapa, huyo mtu wangu mapambano yangu huwa anakuwa na wasiwasi nayo sana. Tukaongea, akaniambia usipigane. Usipigane kwa sababu unajua hela hainunui heshima. Kuna watu wana hela sana. Kuna mapromota hapa Bongo wana hela nyingi. Lakini hawaheshimiki. Kuna watu wana hela nyingi, kuna matajiri wana hela nyingi lakini hawaheshimiki. Lakini kuna watu hawana hela lakini wanaheshimika. Kwa mimi nilikuwa nimesimamia kwamba heshima ni bora zaidi kuliko hela. Hela zinatafutwa lakini heshima inunuliki. Kwa hiyo sitapigana. Lakini baadaye niliwapigia simu baada ya kunywa wale madafu, nikajiona nina energy kidogo, nikamwambia jamani, mimi naombeni kila mtu ambaye nilimwambia sitapigana aridhie naenda kupigana na akubaliane na matokeo yatakayotokea. Kwa sababu leo sisi Tanzania tuna sikukuu ya mashujaa. Inafanyika kila wakati. Na mara nyingine tunazuiwa tusiende kazini, tunabaki nyumbani kwa ajili ya kufurahia. Lakini mimi binafsi sijui mashujaa hao walikufa wakipigania nini. Kwa hiyo nikasema mimi nitapigana kwa uwezo wangu. Litakalotokea na litokea. Ikiwa nitaweza kusurvive sawa, ikiwa sitaweza kusurvive niwe katika kumbukumbu ya mashujaa ambao walijitoa kwa ajili ya nchi, kwa sababu nimebeba nchi tena hapa. Sio mimi tena. Kwa lazima nikapigana. Basi nikarudi. Sasa mimi Vidox narudi kwako kama nilivyopanga. Mimi nimejiandaa na ili pambano miezi 4 kabla. Bondia niloenda kupigana naye Michael Soro. Kuna bondia alipigana na mtoto wa Matumla. Anaitwa Milani Pratt. Ule bondia nilikutana naye Uingereza mwaka 2022. Alikuwa na fight. Kwa hiyo kuna kocha mmoja anaitwa Don Chaz, kuna bondia anaitwa Derek Chisora, heavyweight, kocha wake. Aliniita mimi akaniambia kuna bondia anataka kucheza sparring na wewe. Kwa hiyo inabidi uje kuonana naye. Nilipofika pale nikaongea naye meneja wake, tukakubaliana kule sparring wanakulipa, lakini mara nyingi wanataka mtu ambaye tough, atamjenga bondia, sio yale mambo ya kupigana kama Mayweather kuleta Brazameni. Mimi napigana kazi brother. Video mimi
nikikupiga ngumi lazima mziki usikie, lazima ujue kama ukatuma maisha. Yani mimi sio brother man kwenye kazi yangu, unaelewa? Sio brother man kwenye kazi yangu. Yule jamaa nilikuwa nikisparring naye, anajua kama amesparring na mtu. Kwa hiyo nikawa nalipwa mimi kila round wananilipa euro 200 sometime 300. Kwa hiyo najikadiria raundi zangu 4-5 naondoka na vibunda vyangu vya kueleweka. Kwa hiyo baadaye akaalikwa na ule Michael Soro mpinzani wangu mwaka 2022 katika hiyo gym, naye alikuwa na fight yake. Bwana, tumepata jamaa Mtanzania sparring partner anakupa sparring tough. Yani hauhitaji kuwa na watu wengi. Kwa hiyo jamaa anacheza sparring na watu 3 labda wanamchangia na mimi nakuepo kwenye list. Kwa hiyo kama raundi ni 12, mimi napiga raundi zangu 4 na yeye mwingine anapiga zake inakuwa fresh. Sasa jamaa nilicheza naye kwa siku ya kwanza, kipindi hicho nasikia ni bondia mkubwa Ufaransa ndo namuona. Nilimpiga sana mazoezini mpaka nikasema kwa nini Mungu anifikishi walipo hawa? Kama yani huyu ndo bondia mkubwa anaweza kuwa anampiga mimi kiasi hichi, na maana mimi ni mkubwa zaidi yake. Kwa hiyo ikawa inanipa nguvu sana. Nikacheza naye sparring kama mara 2-3 hivi. Umeelewa? Ikaisha. Kama miezi 4 nyuma kabla ya taarifa hii pambano, kwa sababu ni washikaji, baada ya kucheza naye sparring pale tukabadilishana namba za simu, akanifollow Instagram nikamfollow, tukawa sasa ni washikaji. Umeelewa? Akanitext siku moja, akaniambia Sani, mimi nina pambano Abidjan, Ivory Coast. Hajawahi kuwa bingwa wa dunia. Kwa hiyo amepata pambano la IBO International World Champion. Sawa? Akaniomba kama nitakuwa available kwenye 3 weeks za sparring, yani nimfuate nikampe sparring, kwa sababu ananijua kwenye sparring mimi namuongezea yeye kitu gani. Lakini hapa naomba usome na uwe kwa upande wa Tanzania ili isionekane kuwa okay. Jamaa alikutext akasema, hi bro, I think everything is good. I will fight Ile in my country, ambao akaitaja hapa ni Cote d'Ivoire, and I'll be there in March. Are you available for 3 weeks of sparring bro? Ukamwambia yeah, everything is fine. Yeah, ukamwambia kila kitu kiko sawa. Champa, definitely I will support you. The camp will be where? Ukamuuliza, akasema my camp will be in my country the last 4 weeks. Yes. Ukamwambia hey champ, hapa hii ni kitu kingine, mkaendelea. Umeelewa? Kwa hiyo ilikuwa tayari ananitarajia mimi kuwa naweza kumuongezea kitu, kwa sababu ananijua. Na sio kama mimi ni bondia wa kwanza kukutana naye kwenye sparring. Yeye alikuwa ana train gym moja na bondia anaitwa Gennady Golovkin Triple G. Na kocha wao anaitwa Abel Sanchez. Maana yake amekutana na watu tafu zaidi yangu, lakini aliona kuna kitu tofauti ambacho mimi ninacho. Kwa hiyo mimi nikakubali na nikawa najiandaa kwa ajili ya kwenda kupigana naye kwenye sparring. Umeelewa? Lakini wiki hiyo kuna mtu mmoja alinitafuta mimi, matchmaker. Akanitumia message hii. Akanitumia rekodi ya yule jamaa Michael Soro. Kwamba kuna bondia anatakiwa apigane na mtu ubingwa wa IBO wa World Champion uzito wako, na anatakiwa apigane na mtu ambaye yuko katika 35 bora katika rank, ambapo na wewe uko interested kupigana naye. Kanitumia rekodi ya yule jamaa tena. Okay. Video kusoma. Okay, jamaa alisema alikutumia linki ya yule jamaa, akasema this is opened. Michael Soro, you have interesting. The fight is in April. Ukamwambia I know him and you can't believe I have a spar with him. Was very tough sparring. I'll show you something. Jamaa akasema it's good that you know him, we do business. Then ukamwambia okay, let me discuss with my team, I'll get back to you. Jamaa akamwambia okay bro. Ukamwambia it's 10. Ukamuuliza it's 10 round? Yes. Akasema yes. Ukamwambia okay, I'll be back to you sir. Ukamwambia okay. Then akaja akamwambia I'll write you later, I'll speak with you, I will speak with management. Ukamwambia okay sir. Baadaye akaja akasema okay, I will let you know by tomorrow at the latest. Please don't make it public and wait quietly. Ukamwambia okay sir, I'll wait from you. Kuna sehemu inaonyesha nilimpigia simu. Yes, kuna sasa nilimpigia simu nikamuuliza Millard. Ulivyo yani ni wewe ndo umenichagua mimi nipigane naye au ni management yake imekutuma wewe uongee na mimi? Kwa sababu mimi naongea na bondia moja kwa moja. Kwa hiyo kama alikuwa na shida kupigana na mimi angeniambia, na nina uhakika ili pambano halitatokea. Nilimwambia hivyo. Endelea kusoma. Ulivyompigia kupokea akakutumia message akamwambia brother, he says he doesn't want to fight you. Ukamwambia he knows I could knock him out. Akaja akasema should I organize another fight for you in Europe? Ukamwambia yes, it's possible. Akakujibu okay.
Sijui umeelewa Millard. Kwa hiyo kiakili ya kibinadamu kiakili ya kibinadamu, hii ni siku ambayo nilisparring naye Uingereza, tulipiga picha hii. Unaweza kuona watu. So watu wengi wanaichukulia hii kama nimeenda kumfesi mtu ambaye simjui, lakini mimi nilijiandaa kwa sababu namjua. Yani kama kusingetokea hizi propaganda leo mimi ningekuwa mnaniongelea katika story nyingine. Umeelewa? Kwa hiyo kitendo cha kukataa kupigana na mimi alafu kukubali kupigana na mimi, manake tayari kiakili yangu mimi, inawezekana isiwe hivyo uhalisia. Kiakili yangu mimi kuna mazingira walishatengeneza kwamba labda tunaweza kumdhoofisha hivi ikawa ndio sababu ya ushindi wetu. Okay. Umeelewa? Sasa tunaporudi tena kwenye tukio, mimi baada ya kuwa nimeamua nisipigane, nikasema bwana, kuna sikukuu ya mashujaa na nini, ngoja mimi nikafia ulingoni. Mimi nitapigana kwa niaba ya Watanzania, kwa sababu hakuna mtu atataka kunielewa kwa excuse yoyote nisipopigana. Acha nipigane. Unaelewa? Kwa mimi nikapigana, lakini watu wangu wengi walikuwa wameshajua kitakachotokea ni nini, kwa sababu nilikuwa najiona ni dhaifu na sio mimi tena. Okay. Sasa wale makocha nao walivyoanza kusikia ile hali nilokuwa naisikia mimi, haijapita muda wale mabondia wa Tanzania waliokuepo pale na wao wakawa wanajisikia kama ninavyojisikia mimi. Okay. Unaelewa? Bondia wetu mmoja anaitwa Abdul Ubaya akaniambia, brother, kichwa kinaniuma sana, yani sina nguvu. Nikamwambia, hama hicho chumba unacholala. Haijaisha muda, mtoto wa Rashidi Matumla, Amiri Matumla, alikuwa anaenda zake kufanya mazoezi asubuhi warm up, anarudi anakutana kwenye ngazi na yule jamaa big, everything is okay. Yuko na dada wa usafi wa hoteli wanataka waingie kwenye chumba chake. Uso kwa macho. Alivyoona wale wakageuza, akaniambia, kaka, kuna kitu nimekinoti tofauti hivi na hivi. Nikamwambia, ni kweli inabidi tuwe makini, lakini tumeshachelewa sana. Unaelewa? Kwa sababu mimi always nikitoka mazoezini nikija nakuta AC chumbani kwangu imewashwa. Unaelewa? AC imewashwa, madirisha yamefungwa, kuna harufu ya ajabu. Kwa mimi nikilala, yani nasikia kichwa kinaniuma, nasikia usingizi ya uishi, yani nasikia uchovu. Yani nikikaa hivi najiona mikono haina nguvu. Kitu cha ajabu ambacho kimenitokea sitaki sahau, tuko katika chumba cha maandalizi, changing room, kwenda kwenye fight. Niko mimi na Abdul Ubaya. Sijui Abdul Ubaya anajisikiaje, lakini mimi niliambia timu yangu tunaenda kwenye uwanja wa fight. Ila tukifika uwanjani, naombeni chumba changu mkikuta kimewashwa AC changing room tusiingie. Okay. Tumefika kweli tunakuta AC iko on. Nikamwambia tusiingie. Kuna mabondia wa utangulizi wamepigana wa pale pale. Tutumie vyumba vyao wale. Hamna mtu atatukataza. Sasa kuna vitu vinaitwa hand wrap, inabidi ufungwe kwenye mikono kwa ajili ya kupambana, ili wanakuakagua usiweke vitu vigumu na nini. Umeelewa? Kabla kuvaa gloves. Sasa jamaa akaniambia, chumba chako ni hichi, unataka ukasema mimi nataka una uhakika? Akamwambia, nisi ndo nimeamua nataka nikafungiwe pale. Wewe umeandaliwa huku, sitaki huku, mimi nataka huku. Tukavutana kama nusu saa hivi. Umeelewa? Baadaye ikawa kuna jinsi, kabidi waje pale wanifunge na nini, tukamaliza. Sasa napenda sana kumsikiliza yule msanii wa Singeli J Combat. Nikaika nyimbo yake, nikawa naimba huku nafungwa. Kwa sababu gani? Yani imefika hatua Millard nasinzia huku nafungwa ile bandage. Kwa hiyo nikaona niweke nyimbo nijishughulishe. Kwa hiyo Abdul Ubaya naye akawa naimba. Kwa hiyo wale wazungu na promoter wakawa wanahisi tuna vibe la pambano. Kumbe mimi naimba nisilale na yule anaimba asilale. Umeelewa? Imefika hatua tunapiga padi warm up, kocha akipumzika tu kidogo, yani unasikia usingizi kama ulikuwa ufanye kitu. Nimemaliza kufungwa pale, nilikuwa na ustazi, namwambia ustazi, chukua maji ya baridi nimwagie kichwani. Usingizi ukate. Natoa kichwa hivi kwenye dirisha na nimwagia na nipiga pa. Usingizi unakata dakika 5, unasikia tena usingizi. Unaelewa? Kasikia mwili hauna nguvu, alafu jamaa kaja ananiambia, bwana, bado kama dakika 25 hivi pande ulingoni. Nikaona nitawavunja sana watu moyo kuambia ninavyojisikia. Kwa hiyo nikasema mimi ngoja nikapigane tu. Lakini najua kilichoandaliwa, yani kuna kitu kimetokea hapa sio kitu kizuri. Amna noma. Basi kweli mimi nikapanda ulingoni, Millard. Nikapigana, nilipopigana na nilikuwa na uwezo wa kuacha raundi yoyote. Lakini niliamini labda ningeweza kuwa strong kiasi fulani. Lakini Millard, kama nilivyokuambia, mimi ni katika aina ya mabondia ambao watu wanaweza kuona niongelea vibaya mabondia wenzangu, lakini nikikupiga ngumi lazima mziki utausikia. Yani tukicheza mazoezini nikikupiga ngumi lazima utajua kama huyu alinyonya kwa mama yake miaka 2. Na ngumi kali vibaya sana. Yani mimi sio mtu wa kumpiga ngumi mtu sehemu moja mara 2 asisikie
kutaka kupumzika. Haijawahi kutokea katika maisha yangu yote. Kwa hiyo nilipompiga jamaa punch wakati fulani akanasa, brother, nikaona huyu sio mimi, yani kuna kitu hakiko sawa. Basi nikavunjika moyo sana pale. Kwa hiyo pamoja na changamoto zilizotokea za referee kutokucounter na nini, nilikubali yani kwamba nimepoteza, kwa sababu kilichokuwa kinaendelea kwenye moyo wangu na ninavyojijua ilikuwa sio mimi. Na nashukuru Mungu, watu wengi ambao wananijua kwenye boxing walijua yule sio Mwakinyo, yani kuna kitu hakiko sawa. Nilikuwa niko weak sana. Pambano limeisha, Millard nimeenda kupima uzito na kilo 67. Bwana jamaa alikuwa na kilo karibia 75. Yani alivyoshuka uzito, alivyopima kilo 72, baadaye akapiga majuisi ya nutrition nini, akarudi 75. Lakini ni mtu ambaye namweza. Yani tungekuwa na uwezo ile pambano kulifanyia rematch Tanzania, yule jamaa anaweza kumpiga knockout round yoyote, au hata kama sio knockout basi anaweza kumpiga ninavyotaka mimi. Lakini ile ilikuwa ni mcheza kwao. Lakini pia kuna kitu kingine nataka kukuonyesha video, tutasaidiana mawazo kama tulivyosema, si lazimishi watu wote waamini ninachokisema. Inawezekana sio hivyo labda, lakini wasiitumie kama ni nafasi. Sijitetei kwa sababu nimepoteza na haitabadilisha hiyo maana, sawa? Nilikuwa nataka usome kwa nguvu hii sanction fee ya huu mkanda iliyofanyika na gharama zake ni shingapi inasoma iliweza kutumiwa. Okay, hapa inaonyesha ni hiyo ya pili kuja hivi. Okay, ni dola, ini milioni 2. Milioni 2 dola. Milioni 2 dola ni sawa na bilioni ngapi Millard ya Tanzania mani? Dola milioni 2, ngoja nicheki kado bureau de change hapa. Dola milioni 2. Dola milioni 2 sasa hivi. Bilioni 5 na kitu au zaidi. Bilioni 5.3. Bilioni 5 na milioni 310. Sawa. Leo Bongo hapa tuna hii mikanda ya Afrika tunapopigana, sanction fee yake inakuwa ni dola 7,000 tu. Kuna milioni 5 anatoa Mheshimiwa Rais au milioni 10 mkono ule wa kuunga jitihada za mapromota na mabondia kwenye. Kuna wakati kunatokea mapambano hapa, mabondia wageni wanaekewa dawa. Lishafanyika pambano hapa, kuna mabondia wameekewa dawa, wamepanda ulingoni kama mateja kwa sababu ya milioni 10 tu anayotoa Mheshimiwa Rais. Leo mtu amekupa pambano lenye thamani ya bilioni 5, atashindwa kukuua? Sisemi kwa amefanya hivyo, ni challenge tu nimeitoa kwenye akili kawaida, kila mtu afikirie. Kama milioni 5 ya Tanzania au milioni 10 inaweza kufanya wapinzani wageni wakaekewa dawa overdose mpaka mtu anapanda ulingoni kama teja, anashikwa mkono. Lengo ni nini? Heshima ibaki nyumbani. Leo mtu unaenda kupigana naye sehemu ambapo ndio alipozaliwa. Sanction fees za pambano zimefika karibia dola milioni 2. Atashindwa kukuwekea dawa ulale? Sisemi kuwa amefanya, lakini tuna challenge tu akili zetu. Yani mimi, nyinyi na wasikilizaji wetu. Kwa hiyo unahisi labda ulipigwa nje ya uwanja? Yani kwa maana ya inawezekana isiwe hivyo. Inawezekana isiwe hivyo. Lakini ni labda ni wasiwasi. Okay. Ukiamini, unajua wanasema wasiwasi ni kama kukaa kwenye kiti cha kutingishika. Akili inakwambia, mwili unakwambia kuna kitu unafanya, lakini sio kweli, ni kwa sababu umekaa tu. Unanesa hivi. Katika jopo lako na timu, kwa sababu vitu vingi ulikuwa unawajaribisha na wao ili kujiona labda isiwe peke yako. Wao jumla wako. Kuna kitu kimoja kwenye timu yangu, kwenye hii game ya kutoka, hii ilikuwa ni mara ya kwanza kuongozana nao. Okay. So experience walikuwa hawana. Experience hawana. Na mimi nilichelewa kufikiria huo upande. Na experience hawana kwa sababu hakuna bondia mwingine anaweza kusafiri nilivyosafiri mimi kwa wakati huu. Labda Mungu kama atamchagua siku za mbeleni. Umeelewa? Yeah. Kwa hiyo ilikuwa nje ya mawazo yao. Lakini leo wakisafiri Simba na Yanga wako makini na hivyo vitu kwa sababu vimeshawatokea na vimewafunza. Kwa upande wangu mimi halitatokea tena, na najaribu kuliweka wazi hivi ili na wao wasome, wajihadhari na vitu kama hivyo. Kwa hiyo nisieleweke vibaya. Na pengine labda nimepigwa kweli, najitetea tu. Lakini nimeeleza kile ambacho nimekiona. Labda ndio kimenizoofisha. Na kama akija nizoofisha basi ni bora ningepigwa knockout, yani ngumi tu round ya kwanza nikaanguka, au ya pili ikawa kweli nimepigwa. Lakini sio mimi yule ambaye nimejizoea kujiona katika ulingo katika vile nilivyokuwa.
Sijui kama unanielewa. Na kuelewa ni experience mbaya, maandalizi yangu. Yes, ndio jinsi nilivyojiandaa, na ni pambano ambalo nimefanya mazoezi muda mrefu kuliko mapambano mengine yoyote. Kwa hiyo ningependa pia, hata kama watu hawatakubali kwamba hichi ninachokisema ni kweli nimepoteza, haitabadilisha kitu. Lakini sipendi watu waseme pole kaka, tumepoteza, Mungu akuwa upande wetu, au tumepoteza, haikuwa bahati yetu, au next time tutajiandaa vizuri. Yani wasitumie hiyo nafasi, kwa sababu nimejiandaa vya kutosha sana. Umeelewa? Hizi propaganda zilizotokea nje ulingo na vitu kama hivyo ndio vimefanya fight kufikia hapo ilipofikia. Kwa kama mtu ataona asinielezee hivyo, basi ni bora anicheke. Lakini kwa kujitahidi, nimejitahidi sana kuiheshimisha career yangu, na nimejitahidi sana kutamani kusema, yani kwa sababu kuna watu wengine wananifuatilia hawana simu kubwa, kwa hiyo hawajui nimeandika nini Instagram. Kwa hiyo kulikuwa na haja ya kuongea, kwa sababu kuna watu hawana simu lakini watasema bana, nimeona interview jana Mwakinyo amezungumza na Millard Ayo kwa niaba yetu. Kwa hiyo watafungua, wataona, mimi nitaridhika, kwa sababu nafikiri hata kwenye nyakati ngumu sana watu wanaonitia moyo ni watu ambao hawatumainiki sana katika maisha, ni watu wa kawaida sana. Mwakinyo, mimi ni kurudisha kidogo kwenye yale matukio mengi ambayo yalivyokuwa yanatokea, namna ambavyo ulikuwa unashirikiana na watu wako kuweza kujiridhisha shida iko wapi. Samahani, nitajibu swali lako. Kuna kitu nimesahau baadaye kusema. Unajua, umeona kama mapambano ya Afrika, kuna kitu nimejiuliza. Hii mikanda yetu ya Afrika, hii WBO unachezea Dar es Salaam, wakija wale maorganizer wanakupima mikojo kabla ya pambano na mikojo baada ya pambano, ili kama umetumia dawa au utatumia dawa. Sisi kule tumefanya World Champion, hatukufanya hiyo biashara ya kupimana mikojo. Na swali langu lilikuwa nitaka kuuliza kuhusu, kuna namna yoyote mliwasiliana na IBO ambao pengine wao ndio wahusika, kuna namna ambavyo hayo matukio yote yalivyokuwa yanatokea, mlikuwa labda mna ripoti kwa bana kuna changamoto hii? Kuna kitu kimoja, IBO au organization yoyote haiko pale kwa ajili ya kujua maandalizi yakoje. Wale ukishalipa fee zao wanakuwa na rules ambayo inakuwa ni rules zinafanyika baada ya kupima uzito wa pambano. Ambapo kunaletwa gloves pale labda pair 4 au 6 au 8. Kwa hiyo wakishatoa zile sheria zao wanasema bwana na gloves ni hizi watakazochezea. Kwa mimi nachagua ambazo nitakuwa comfortable nazo, na mpinzani wangu anachagua ambazo atakuwa comfortable nazo. Sawa. Kwa hiyo wale wanaeleza sheria zao. Bwana, ukianguka chini mara ngapi tutakuhesabia hivi, unatakiwa ufanye hivi, unatakiwa ufanye hivi, unatakiwa ufanye hivi. Kuna vitu kama hivyo wanakuweka. Kwa mambo mengine nje hapo hawahusiani nayo. Kwa hiyo wanasimamia tu sheria. Wao wanasimamia tu sheria zao na chama chao. Kwa mfano, mimi sitaruhusu watu wapigane kichogoni, sitaruhusu watu wakumbatiane. Mtu akianguka chini mara 3 nitamaliza pambano, sitajali ni kwao au sio kwao. Kwa hiyo wao wanasimamia kile kilichowaleta. Kujua mmekula, hamjakula, hamjatreatwa vizuri, sio mchongo wao. And kama performance wameiona na wameona kuna kitu kiko sawa, unaweza kutuma email ya kuomba rematch na mpinzani ikiwa watakubali wao, sawa. Lakini hawawezi kukusaidia chochote. Okay, mimi na mawili hapo na kurudisha kwenye vile ambavyo umevizungumza. Kimoja hapo ni upande wa maandalizi hivyo kiujumla ambao ulikutana na changamoto. Lakini umetaja kama hata Bongo kuna mabondia walishapigana kwa sababu ya kiasi hiki, na walikuwa na hali mbaya na bado walienda ulingoni. Nakumbuka lilichezwa pambano moja hapa Millard na mgeni rasmi alikuwa ni waziri. Mabondia walitakiwa kupigana ile siku lakini hawakupanda ulingoni. Ni kwa sababu dawa ziliwalevya mpaka wakawa hawawezi kupanda ulingoni. Yaani mtu huwezi kumpeleka ulingoni kama umempakiza kwenye wheelchair, anaenda kufanya nini? Kwa taarifa zikaelezwa kwamba walikuwa na shida, ila ikatangazwa pale pale kwamba lile pambano litachezwa na likachezwa tena siku nyingine. Sasa sijajua kwa upande wake yeye labda hakuona umuhimu huo, au kama hivi hapa amesema kuna sheria za kurematch, ukoona umuhimu labda kama mimi nilikuwa siko sawa kwa sababu ya hivi, maybe niwaandikie email kurematch ama kueleza situation nilikuwa nayo ili nisipande ulingoni. Sasa kuna kitu kimoja. Unajua Bongo kuandaa pambano ni rahisi sana. Sijui kama unanielewa. Ni rahisi kwa maana gani? Yaani kwa gharama walizokuwa wamezitoa wale. Manake pambano si lilikuwa linatakiwa lifanyike leo. Leo halijafanyika, lakini ulingo ulishafungwa pale. Viti vilishaikwa setup. Na TV ya kurusha pambano ilikuwa tayari iko.
Kwa hiyo halikufanikiwa, litafanyika kesho kutwa. Maana yake ni kuongea mwenye ukumbi kwamba bwana, katika milioni 50 tulokupa ya ukumbi tunakuongezea milioni 5, tunakuomba tustahimilie. Na unaiomba serikali inaweka nguvu pale, shinikizo kwamba bwana, kuna dharura imetokea, huwezi kubishana. Inabidi ukubali. Kwa hiyo hatutaweka kiingilio watu watakuja bure waone, lakini liwe limetimia. Ni tofauti na kwa wenzetu. Kwa sababu ile sanction fee ya mkanda peke yake ndio imekuja hiyo dola milioni 2. Kwa hiyo unaweza kukuta pambano zima almost limekosta labda milioni 3 point. Kwa sababu kule sio bongo. Sasa ungekuwa umetia watu hasara kiasi gani? Okay. Umeelewa? Kwa sababu wale maofficial wa IBO walokuja pale, yule president supervisor ametoka Marekani. Kuna jaji mmoja ametoka Ghana. Jaji mwingine ametoka Uingereza. No, jaji mwingine ametoka Ufaransa, jaji mwingine Ujerumani. Sawa? Hao watu wote wamekatwa tiketi za ndege na kila mtu pasi yake ni dola 10,000 nafikiri. Na wana event nyingine, sio kama wakitoka hapo ndo wanaenda nyumbani kupumzika. Wana ratiba zao. Sasa kwamba wangekuja wale, maana lazima wapewe 10,000 yao. Alafu kama lingeahirishwa pambano likaletwa wakati mwingine, maana zilikuwa ni gharama nyingine. Sasa kwa chuki ya watu waliokuwa nayo bongo zidi yangu mimi, ingetumwa email ikaonekana kwamba ni kweli anaumwa, lakini anajifanyisha huyo amezoea kuharibu mapambano. Okay. Isingekuwa nzuri kwangu. Sawa. Umeongea issue ya bondia, ulikuwa unamfahamu na umeonyesha hapo thibitisho wa message namna ambavyo ulikuwa unamfahamu na ulikuwa unajiamini unaweza kumpiga. Yes. Kuna Watanzania ukaniambia pia kule alikuwa hafahamiki sana mpaka ilivyoanza kutangazwa ile tangazo ndo akapata ule umaarufu akafahamika zaidi. Lakini huko Watanzania walitabiri ama waliongea kuonesha jinsi ambavyo wanamfahamu yule bondia ni mgumu, ni bondia mzuri sana kiasi kwamba angeza kukupiga. Sasa sijui kama walikuwa wanalijua kwa sababu aliongea mtu kama Toa na wengine waliandika kwamba Mwakinyo anaenda kupigana na bondia ambaye ni mgumu. Na sasa kuna kitu kimoja video yani ndo nikasema hajui kama nilikuwa namfahamu. Unaelewa? Na kupata nafasi ya kupigana na bondia mgumu maana yake wewe sio rahisi. Sijui kama unanielewa. Kwa sababu wale IBO walikuwa, umeona message ya huyu mzungu, alikuwa anataka namba 35, yani bondia ambaye yuko kwenye namba 35 kwenye ranki ya Afrika. Umeelewa? Katika hii era ambayo tuko sasa hivi, hamna bondia yoyote yuko kwenye hiyo namba Afrika zaidi yangu. Sijui kama unanielewa. Okay. Labda madogo wanaokuja sasa. Lakini katika hii era yangu hawa kina Kiduku sio nini, hawajawahi kufika. Na hawawezi kupata mapambano kama haya. Kwa hiyo kupoteza kwangu ni experience kwa sababu nimeonyesha anaweza nini. Sidhani kama tungejalia yeye labda angefika raundi ya ngapi kama angeweza kucheza naye yule. Tukiachilia mbali kutokupata hiyo nafasi. Kwa hiyo kuna vitu vingine vinaweza kuongelewa tu kwa sababu ya upinzani kutokubaliana na kilichopo. Na ni vile mimi sio mtu wa matangazo. Huyu mtu namjua anafanya nini, ningewaaminisha watu kuwa mechi ni nyepesi sana, lakini sio nyepesi kwa sababu hata na yeye alifanya mazoezi kwa kujua mimi namjua. Amefanya mazoezi sana. Na cha kukumbusha aliniambia atakuwa na pambano mwezi wa 4. Unajua ile pambano lilikuwa lionyeshwa na Canal TV mwezi wa 4. Kwa hiyo tarehe iliyopangwa ikawa wale wana ligi kuu kule. Kwa hiyo ndio ikabidi lisogezwe mbele. Kwa hiyo maana yake alianza maandalizi ya hilo pambano kabla yangu. Sijui kama unanielewa. Yes. Kwa hiyo sasa watu watakuwa wanaweza kuleka katika namna wanayotaka kwa sababu kama nilivyosema, yani ninachokiongea hapa kimaanishi na kuwa nimepoteza pambano. Kama watu waliandaa party wanaweza kuendelea na kukula kama kawaida, isiasiri chochote nilichokiongea, lakini lazima niongee kwa sababu kuna watu wana haja kunisikia. Uko tayari kwa rematch? Niko tayari kwa rematch. Lakini najua sio kitu kinachowezekana. Kwa sababu gani? Kwa sababu hamna mtu anayeweza kumleta yule jamaa akapigana hapa. Ila najaribu kutumia connection yangu na watu fulani, kama anaweza kuomba promoter mkubwa kama Eddie Heni, Matchroom wale au Abu Dhabi kule. Kama wanaweza kuifanya rematch sehemu ya wazi ambayo haitakuwa na vificho kwa sababu wale unaweza kukuta kama mimi napigana labda IBO
lakini kuna WBC, kuna WBF, wanapigana watu wengine, kwa organization zote zinakuwa sehemu moja. Kwa hiyo pale kufanya drama ni kitu ambacho hakiwezekani kwa sababu panakuwa pako uchi sana. Then hata tulivyokuwa tunachagua gloves zinatakiwa kwamba hizi za mpinzani, hizi zako zinawekwa sehemu moja, wewe unachagua unazitaka zipi. Meneja wake yule bondia alikuja akasema this is a gloves for the main card, lakini hizi za bondia wangu kwa za Mwakinyo nini maana ya kuchagua. Maana kuna vitu kama hivyo yani. Okay. Ulienda na timu ya watu wangapi kule? Mimi nimeondoka na watu 3, lakini tulikuwa twende 5, mmoja alipata udhuru. Okay. Yes, lakini tiketi zilikuwa 5. Okay. Na ukiacha watu wa kwako, kuna yoyote ambaye ni kiongozi wa mashirikisho yetu ya ngumi nchini? Hatukuwa na kiongozi kwa sababu hatuna huo utaratibu. Sio kwangu tu, hata kwa watu wengine. Okay. Na hiyo ina maana kwamba ni wao pia hawasupport. Tukiwaambia baba hawasupport, yes, definitely tunaweza kuiweka hivyo, hawasupport. Yani msaada wanaokupa ni vibali kuhakikisha uko salama na nini. Hawajaunda sheria au ratiba za kukabiliana na hivyo vitu kwa sasa, labda kwa sababu boxing kwetu haijakuwa kiasi hicho, au hawaioni kama iko katika ukubwa wa kwamba tunapaswa kwenda mobo namna hiyo. Labda kama Mungu akituafikisha mbeleni huko sijui, lakini kwa sasa tunaweza tukaiweka hivyo. Hii ni mara yako ngapi toka umeanza kusafiri kwenda kupigana, kushuhudia fitna au figisu kama hizo? Hii ni mara yangu ya kwanza. Mara yangu ya kwanza. Kwa sababu kwanza Millard, ni kuambia kitu kimoja. Huyu jamaa sasa hivi umri wake ni miaka 38, niko solo. Na ndio pambano lake la kwanza la ubingwa wa dunia kucheza. Kwa miaka yote hakuwahi kuwa bingwa wa dunia. Okay. Umeelewa? Kwa hiyo nashukuru pia nimejaribu, kwa sababu sio kila mtu anaweza kumaliza career yake amepata hiyo opportunity ya kuwa bingwa wa dunia. Unaelewa? Kwa hiyo watu watahakikisha kivyo vyote hawapotezi hiyo nafasi inapokuja, kama ambavyo na mimi nilijihakikishia. Lakini mimi nilijihakikishia mimi binafsi, ndio shida ambayo iliniumiza. Kwani leo wanavyokuja timu labda kuja kucheza nyumbani, tukisema hapa atoki mtu, tunamaanisha tuna uhakika na mpira wetu kuliko wao hapa. Lakini tuna vitu vingi ambavyo tunaamini atoki mtu leo kwa Mkapa. Sijui kama unanielewa, kwa sababu tuna uhakika na vitu vingi. Unaelewa? Kuna wakati fulani zinakuja timu Tanga kucheza, lakini watu wanasema hatutaki kuingia na hapa, nataka tuingie na geti hili. Kwa nini? Na wakati hili ndio njia ya kupita watu wote. Kama hivyo hatuchezi. Kwa hiyo vipo vitu kama hivyo, vinachekesha lakini vipo. Yeah. Na hii imekufanya sasa, ikitokea kwa mfano umewaza kwamba next time unaenda kwenye pambano jingine la nje ya nchi, yes, ama kwenye pambano jingine tu ambalo unajua figisu haziwezi kukosekana, utajiandaa kwa namna gani? Kuna vitu gani utavizingatia? Unajua, kwa mfano kama sasa hivi nikiwa na fight nyingine, sita kubali kwanza kwenda kucheza na mtu tena nyumbani kwao, japo nilikuwa najua nimeteki riski. Okay. Na ni ngumu sana, kwa sababu uwekezaji unakuwa ni mkubwa na ni aibu kupigwa nyumbani. Kwa hiyo watu huwa wanafanya chochote. Kuna nchi kama Thailand, mzee wangu Mlundu anajua Thailand, ukimpa ushindi mgeni unaweza kupigwa hata risasi kama ni referee. Yani wana uzalendo wa kupitiliza, ushindi hautaki kutoka nje pale. Kwa hiyo yani mimi nimekubali kuwa nimepoteza. Yani naomba watu wasiiweke katika namna ya kwamba najitetea au najisafisha kwa kile. Nimekubali, lakini najua kuna watu wangu walikuwa na hamu ya kusikia hichi ambacho nitakisema. Kuna mtu mwingine hajali kuwa nimepoteza, hajali kuwa anataka jua tukaamini mzima. Hiyo tu itamtosha, hata kama aongei na mimi kwenye simu. Sijui kama unanielewa. Kwa ndo maana ya safari yangu mimi hapa leo. Okay. Kuna watu kama ambao umesema, wengine walikuwa wanasherehekea kushindwa kwako, wengine walikuwa wanahuzunika na kushindwa kwako. Yeah. Na uhakika pia kuna baadhi ya hizo message unaziona. Unapata hisia gani au unawaza nini ukiona kuna watu wanasherehekea kwa sababu umeshindwa, na ni Watanzania wenzako ambao pengine kizalendo zaidi ungetegemea wasimame upande wako? Kwa bahati mbaya Millard, mimi sio mtu sana wa kujali katika maisha yangu. Yani vitu nikivipa mgongo huwa sivileti mbele hata iweje. Na mimi ni mchekaji mzuri pia, kwa sababu sisi maboxer huwa hatupendani. Yani sasa mara nyingi mashabiki nao wanaingia katika bifu za mabondia, yani kwamba mimi simkubali Millard, kwa hiyo timu ya Millard nayo hainikubali mimi. Kwa hiyo hiyo hainishughulishi sana. Na
kuchekana ndio kunafanya watu kupata nguvu zaidi. Kwa hiyo mimi hainiangushi, lakini niliona kuna haja ya kusema. Na kwa uzalendo kwa nchi yetu sio kitu ambacho nakitegemea tangu nimeanza hii career. Na ndio maana unaona si wiki mbele sana kulilia vitu vingi, kwa sababu najua kila kitu kinaanza na wewe mwenyewe binafsi. Mimi nilienda pale, nimeiwakilisha nchi, either nitaipandisha au nitaiangusha, lakini kwa namna nyingine nimeenda kupigania ugali wangu. So, kwa mimi naangalia sana hivyo mara nyingine. Bondia Twaha Kiduku aliandika, alijirekodi video akasema, kwanza kabisa nampa pole Bwana Hassan kwa kupoteza fighting. Siku zote champion wa kweli lazima awe na makovu. Hakuna champion ambaye hana makovu. Kwa kupoteza pambano hili sio mwisho wa safari, ni muda wa kujipanga upya. Ujue wapi ulipokosea. Huu ndio muda sasa naona wa kuwaonesha Watanzania ama burudani waliokuwa wakisubiri kwa hamu sana. Naamini hata ule msemo wako mmoja uliokuwa unasema vita havihitaji mtu muoga, basi naomba usiwe muoga. Twende tukawadhihirishia Watanzania kati ya bendera chuma na wewe hapo. Na weza kujibu katika engo mbili labda kitaalam. Unajua huwezi kusema ni unprofessional. Kusema bondia lazima uwe na makovu, championi wa kweli lazima uwe na makovu. Sasa ilitakiwa aidadavue hiyo makovu moyoni au makovu mwilini. Kwa sababu mimi nimeumia sana moyoni kuliko mwili, kwa sababu pengine ningesema sipigani ingekuwa mbaya zaidi, kwa sababu ningeumiza mioyo ya watu wengi zaidi. Kuna watu wametoa udhuru kazini ili wakae waangalie ile pambano, maana ni katikati ya wiki. Si ndio? Kwa mimi nimeumia zaidi moyoni kuliko. Sasa sijui yeye alilingania kovu gani, lakini kama ni kovu la mimi kuumia jicho, yeye ana mpaka mapengo kwenye ngumi na bado sio bondia mkubwa. Yani sio championi wa kweli. Ana mapengo, macho yamegeuzwa yale na ngumi, lakini bado sio bondia wa kweli. Na kuhusiana na pambano la mimi na yeye kuhusiana na pambano la mimi na yeye ni uwekezaji hakuna, Millard. Ni uwekezaji hakuna. Mimi na familia na ndoto nyingi, na kwa sababu Mungu amenichagua kuwa kioo cha mabondia wengine, pengine naweza nisiwe bingwa wa dunia kama ninavyoota, lakini nikatengeneza watu nyuma yangu wakaja kuliongelea jina. Yani kizazi ninachokitengeneza nyuma yangu kinaweza kuja kuwa bora kuliko vizazi wote vilivyowahi kutokea kwenye boxing. Sijui kama unanielewa. Kwa hiyo ninachoangalia zaidi mimi ni maslahi. Leo tuna watu, nisamehe sana washabiki kama nitawakwaza kutoa mfano. Kuna watu kama wakina Rashidi Matumla. Ni watu ambao wameiletea sifa sana boxing ya Tanzania katika nchi yetu. Lakini leo maisha waliokuwa nayo sio mabaya. Lakini hayafanani na namna ambavyo walijitoa kuipigania ile taifa. Sijui kama unanielewa. Sasa zimepita zama nyingi. Leo Rais Samia akitajiwa listi ya mabondia walioifanya nchi vizuri, apatikane mtu wa maana sana atakaye waambia watu jamani msimsahau Rashidi Matumla. Lakini asipotajwa hakuna mtu ambaye atamkumbuka. Sijui kama unanielewa. Lakini ni watu ambao walitakiwa katika hii nchi wapate nafasi kubwa, vipaumbele vikubwa pengine kwenye federation zetu, au kuwasaidia hata mabondia mawazo. Leo Rashidi Matumla sio mwalimu afundishe boxing kwenye darasa la shule ambao wanafunzi wakitoka jioni ndio waingie darasani. Alitakiwa awe na academy yake kwa udhamini wa serikali kwa kile alichokitanguliza kwenye nchi. Kwa sasa hatusemi ni mjinga kwa kutokupata nafasi ya kuwa hapo tunapotaka awe. Lakini na sisi tusiwe huko.